kumweka Yesu hapo. Subiri kidogo. Tunaweza kumweka Yesu hapo akawa dini kwa akili zetu, si kwa akili, kwa maandiko ya kushiba gideri. Nisikize, ya kushiba gideri, hiyo ni yako. Nasema hivi, unayo andiko, nishatoa ndio. Nasema hivi, moja kwa moja, sitaki njia, nataka dini. Nasema hivi kidogo, sio kila njia ni dini. Nasema hivi, mfano, hii ni njia sio njia. Hii Torati 2:27. Nasema hivi, hii ni njia sio njia. Hii ni barabara. Hii ni barabara. Ni njia sio njia. Ni barabara. Barabara bado ni njia. Nasema hivi. Kumbe barabara bado ni njia. Ngoja kidogo. Barabara bado ni njia. Lakini barabara sio dini. Nisikize kidogo. Subiri nimalize. Lakini barabara sio dini. Sasa kwa kuwa saa hii unataka kushindana zaidi, mpe huyo nikuonyeshe jambo moja. Timotheo wa kwanza 4:1, imprimanto. Kitabu 4:1. Cha Timotheo. Yesu Kristo ndo dini. Soma hiyo. Haya, kitabu ni cha Timotheo wa kwanza. Haya, Timotheo wa kwanza 4:1. Inasemaje? 4:1 hii hapa. Inasema, naam, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Enda sharhi. Sharhi yake hii hapa inasema. Inasemaje? Katika siku za mwisho. Wewe sikiliza Wanyango. Katika siku za mwisho watu wengi watamwasi Kristo. Watamwasi Yesu Kristo. Watamwasi Kristo na dini yake. Mpe. Hiyo ni andiko nimetoa. Inasema hivi, nyakati za mwisho watu wengi watamwasi Yesu Kristo na nini? Na dini yake. Kumbe kuna Yesu na kuna nini? Mimi nakutulia tu tafsiri. Mimi nilitoa yangu kwa tafsiri. Fanya kidogo. Mimi nimetulia. Rudia tena. Mimi sina shida. Una shida. Nikitoa yangu kwa tulia. Sina shida. Nikupige sindano hiyo sindano lazima upone nayo, kwa sababu hii ni sindano anti-tetanus. Una tetanus ya imani, hapo utapona tu. Rudia tena. Inasema katika siku za mwisho watu wengi watamwasi Kristo, watamwasi Yesu na dini yake. Kwa hii maandiko, ni andiko gani kwanza sijasikia vizuri? Liko ni gani? Nasema hivi, Timotheo wa kwanza 4:1 inasema hivi, sharhi ya wafasiri wa Biblia yako. Nasema hivi, wanakuambia hivi, maneno ya watu. Subiri kidogo. Siku ya mwisho watu wengi watamwasi Yesu na nini? Na dini yake. Kumbe kuna Yesu na kuna nini? Kulingana na wafasiri wale umetoa hapo chini. Kuna Yesu na kuna nini? Na dini yake. Kumbe Yesu si nini? Hiyo ni mawazo yako. Wanaanza kutumia akili. Wewe ndio watumia akili kwamba Yesu si nini. Tutumie akili yako, lakini subiri. Yesu amesema mimi ndimi njia. Njia na maana yake ni nini? Sawa, maandiko katika Qur'ani imesema kidogo. Sina shida. Sina kubaliane. Unajua unaongea sana. Sina shida. Mimi siongei, wewe unaongea. Umesema Yesu amesema mimi ndimi njia. Yes, mimi nimesema Biblia. Yesu amesema mimi ndimi njia. Safi. Na umeniambia njia maana yake kwa mujibu wa maandiko ni nini? Sijakwambia, ni Qur'ani imesema. Sawa, kwa mujibu wa maandiko. Angalia, Wanyango, sijasema ni mimi. Nimesema kwa mujibu wa maandiko. Sijasema ni wewe ulisema. Nasema wewe ulisema kwa mujibu wa maandiko. Na nikatoa. Na ukatoa, sina shida. Sawa. Njia ni nini? Ni dini, unakubali? Sawa, nakubali, sina shida. Kwa hivyo Yesu ni dini, sawa? Sawa. Tukitegemea akili zetu. Si akili, maandiko si akili zetu. Mpe arudie yangu sasa. Inasema, rudia tena. Hii hapa inasema katika siku za mwisho watu wengi watamwasi Kristo na dini yake. Hii imetaja njia yake ama imetaja direct dini? Hii imetaja dini. Haijataja njia. Safi. Ni tafsiri, si aya. Sawa. Maelezo ya watu. Ambao watu hao walikuwa wanaongozwa na shetani, si Mungu. Sawa? Mimi sijasema hivyo. Wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Ni wafasiri. Wafasiri waliongozwa na Roho Mtakatifu. Nasema hivi, wafasiri waliongozwa na Roho Mtakatifu wametutafsiria Biblia, wakatuambia siku za mwisho watu wengi watamwasi Yesu na nini? Na dini yake. Kumbe kuna Yesu na kuna nini? Kulingana na wafasiri kuna dini yake. Kumbe Yesu si nani? Hiyo ni akili yako. Akili yako sasa. Nasema hivi, kwa hiyo maelezo bila ya kuongeza kuna Yesu na kuna nini? Kwani sio kuna
Anuari na kanzu yako. Sawa. Kidogo, sawa. Mimi ndo kanzu. Subiri kidogo nakupatia mfano, sawa? Hiyo kanzu ni yako si yako? Ni yangu lakini sio mimi. Si wewe? Very good. Kwa hiyo kidogo. Kuna Yesu na dini. Haraka moja. Kwa maelezo hii. Unajua unaongea sana kwa maelezo hii. Kwa hii maelezo umetoa. Kuna Yesu na nini? Kulingana na wewe kuna Yesu na nini? Na dini yake. Sawa Kwa hivyo Yesu kidogo. Hii dini yake inaitwaje kwa hii maelezo hapo chini? Haya soma. 3:52 Qur'ani, soma baruani. Haya tatu. Soma hiyo. Sasa ashajua Yesu siyo dini bali ako na dini yake, anataka kujua inaitwaje. Wacha tuangalie waliomfuata walikuwa na dini gani ndio tujue ya Yesu ilikuwa ni gani. 3:52 Qur'ani. Inasema Isa alipohisi kuwa kati yao pana ukafiri alisema. Yesu alipohisi kati yao pana ukafiri alisema, nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu? Nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu? Wanafunzi wake wakasema, sisi ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu. Wanafunzi wa Yesu wanasema sisi ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Kwanza tumemwamini Allah. Nashuhudia kwamba sisi wanafunzi wako hakika bila ya shaka ni Waislamu. Tulikuwa tunataka kujua dini yake Yesu, sawa? Waliomfuata tukaona wanasema wao walikuwa ni kina nani? Waliomfuata wanafunzi wake. Haijasema wanafunzi. Rudia tena. Hata haijasema wanafunzi. Rudia tena. Inasema haijasema wanafunzi. Isa alipohisi kuwa kati yao pana ukafiri alisema, nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu? Wanafunzi wake wakasema, hao waliosema ni kina nani? Nataka uje, kumbe unasikiza. Kwa hiyo subiri kidogo, twende pole pole. Andiko ni nani? Ni yako lakini mimi kitoa yangu ndio utatafsiri. Sawa. Haya sawa, nimeelewa. Sasa wewe tafsiri. 3:50. Nikitoa yangu sitafsiri. Tangu nikae hapa sijatafsiri. Nikitoa wewe ndio unaelewa. Ngoja kidogo sijatafsiri. Haya. 3:52 wanafunzi wanasema wao hakika ni kina nani? Wanasema shuhudieni, baruani hiyo. Sawa. Sasa naomba usome na hii pia. Same tu. Ngoja kidogo. Hata kwa Kiarabu tukisoma inasema bi annana muslimin. Kwa hakika sisi nasema hivi. Soma hii. Ngoja kidogo. Haya. Inasema wao ni Waislamu. Hata kwa Kiarabu tukisoma nasema hivi. Hatuna shida. Sasa tukubaliane, wanafunzi ndani ya Qur'ani wanasema hakika wao ni kina nani? Sina shida na hiyo. Waislamu, sawa. Hata ukisoma Qur'ani utakuta sehemu nakwambia watu wa Nunu Waislamu. Sawa. Siji Musa ni Waislamu. Siji dakika moja. Hatuna shida. Muhammad ndiye alikuja kusilimisha manabii waliokufa. Sawa. Lakini kabla yake hayo maneno hakuna hapa, hakuna hapa. Muhammad popote hakuna. Muhammad alikuja kusilimisha manabii waliokufa zamani. Tayari. Kama kina Musa na Ibrahim. Anawasilimisha na wamekufa. Anawaleta katika Uislamu. Hiyo maneno ya kusema Muhammad anawasilimisha ulitoa wapi? Si ndio hii maandiko hapa ndani? Sasa hiyo maneno ndani kitabu chake maandiko hapa. Hii maneno kidogo. Naomba dakika moja. Qur'ani 26:196 naomba unisomee hapa. Hii soma tumalize hii kesi. Somee. Tumalize hii kesi. Soma hii. Haya, msomee. Haya. Kisha mimi nitatoa aya nje ya Qur'ani. Nje ya Qur'ani wafasiri wako wanasema Musa na watu wake ni Waislamu, Ibrahimu ni Muislamu, manabii ni Waislamu. Nitakutolea tu. Nje ya Qur'ani nitakutolea. Sasa hii ya kusema Muhammad alisilimisha manabii, wewe toa andiko tu iseme hivyo. Soma hiyo. Moja tu. Aya inasema, naam, Bismillahirrahmanirrahim. Tushakubaliana Yesu si dini bali ana dini yake na wafuasi wake wanafuata dini ya Yesu, wanaitwa Waislamu. Kwa hivyo dini ya Yesu ni Uislamu. Hiyo tulimaliza. Sasa tunaingia manabii. Soma andiko. Inasema, hiyo tulimaliza kitambo. Na haya inaeleweka hiyo. Na haya yaliyomo katika Qur'ani. Na haya yaliyomo katika Qur'ani yamo katika vitabu vya kale. Yamo katika vitabu vya kale walivyoteremshiwa mitume wa zamani. Mpe. Au msomaji anapenda mai kama ice cream, usikue mpole. Kwanza bwana Anuari. Qur'ani imesema wazi. Haya yaliyomo ndani ya Qur'ani yamo katika vitabu vilivyo tangulia. Sawa Naam. Ukiona wanafunzi wanasema sisi ni Waislamu, ina maana katika Injili imo. Sawa Sasa mimi naomba kwa sababu wewe ni mwalimu na tunakuheshimu hapa, tunataka tutulie. Hatuna shida. Na nikupe nafasi. Naomba unipe nabii yeyote aliyefundisha Uislamu. Au akasema mimi ni Muislamu. Ibrahimu wote ndani ya Taurati, Zaburi au Injili. Hata gazeti toa, au manabii toa. Hata gazeti. Toa. Haya sawa. Toa. Kwanza lazima tujue hizo vitabu vilitangulia ni vitabu gani,
ndo tutoe. Lazima tujue ni vitabu gani, sio kila kitabu, ndo baadaye tutafute katika gazeti kama imeandikwa walikuwa ni Waislamu. Sura ya 13 aya 43, Suratul Ra'd. Soma kwanza 13 43 Qur'ani. Safi kabisa. Hii hapa inasemaje? Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Na wanasema waliokufuru, wewe si mtume, wewe Muhammad si mtume. Sema, waambie Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi baina yangu na baina yenu kuwa mimi ni mtume na pia yule mwenye elimu ya kitabu, kila aliyeisoma Torati iliyo sahihi. Ati nini? Torati iliyo sahihi. Ati nini? Torati iliyo sahihi. Kila aliyesoma Torati, sio Torati tu, bali iliyo sahihi. Torati iliyo sahihi. Endelea. Na Injili iliyo sahihi. Ameziona habari za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpe. Kwanza imetajwa vitabu, lakini kuna vitu imeongezwa mbele. Tuliambiwa Taurati iliyoaje? Sahihi. Injili iliyoaje? Sahihi. Kwa hivyo ukisoma Taurati ambayo haisemi Uislamu, hiyo sio nini? Kwa akili yako lakini. Sawa, sio nini? Kwa akili yako. Sawa, sio nini? Kwa akili yako. Kwa akili yako si sahihi. Kwa akili yako. Na ukiona mtu amesoma Injili na haisemi wanafunzi ni Waislamu, bila shaka hiyo Injili sio sahihi. Kwa akili yako. Sawa, sio nini? Kwa akili yako. Mimi naomba kidogo. Ngoja nimalize. Haya, maliza. Kumbe sio kila Taurati utasoma na sio kila Injili unasoma. Taurati ni ngapi? Taurati ni ngapi? Ziko nyingi, kuna kumbukumbu la Taurati na kuna Taurati. Wewe kidogo. Ngoja nimalize. Wewe kidogo hapo. Andiko lako siendi nje. Tamaliza tu, sina shida. Ile andiko lako uliotoa hiyo. Hiyo yangu utarudia. Nisikize kidogo. Swali ndio hili hapa. Ngoja kidogo. Swali ushauliza ndo najibu. Sijauliza. Kwa hivyo ngoja kidogo. Kwa hivyo lazima upate vitabu vilivyokuwa sahihi. Viko wapi? Ukikosa sasa. Viko wapi? Ngoja nimalize. Lakini sasa kuna kitu uliongezea. Ukasema hata kama zile sahihi haziko, nipe hata kwa gazeti inataja zama za Musa watu walikuwa ni Waislamu, Musa ni Muislamu. Subiri kidogo. Unaongeza maana kidogo kabla sijamaliza. Unasema gazeti. Kidogo subiri. Mpa kidogo. Unaongeza ile sijasema. Nimesema hivi. Hata kwa gazeti. Hawa manabii kwanza nilikujengea hoja, sawa Utoe ndani ya vitabu vilivyotangulia. Naam. Sawa Nabii yote aliwahi kufundisha Uislamu, sawa Aliwahi kufundisha Uislamu. Hata hiyo gazeti unayotoa huyo nabii afundisha Uislamu. Haya, sawa. Si maneno ya mtu. Haya, mpatie basi. Haya. Amesema hata kwa gazeti. Sasa mimi nitatoa gazeti la Biblia. Siendi kutoa gazeti za Nation na Standard, nitatoa gazeti la Biblia. Kutoka 3-5 tuone hiyo gazeti nasemaje. 3-5 sasa kutoka. Biblia ya Kiafrika. Na usikatae, hiyo ni Biblia ya Kiafrika na yeye ni Mwafrika. Waafrika waliongozwa na Roho Mtakatifu wanakueleza kuhusu Musa na zama zake. Soma sasa hiyo. Haya 3:5. Inasemaje? Hapo Bwana akasemaje? Usikaribie hapa. Wewe Musa usikaribie hapa. Vua viatu vyako miguuni mwako. Musa anaambiwa zama zake, vua viatu vyako miguuni mwako. Maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Nini maana yake? Maana yake soma sasa. Yaani vua viatu. Sasa unaambiwa wakati wa Musa maana ya kuvua viatu. Tendo hili la Musa kuvua viatu linaelezea utakatifu wa mahali. Linaelezea utakatifu la mahali katika uwepo wa Mungu. Hakuna mtu anayestahili kusimama mbele ya Mungu kwa sababu sisi wote ni wa dhambi. Endelea. Hali hiyo ilikuwa pia maangamizi ya Isaya. Endelea. Kwa Waislamu, kwa Wakristo wakati wa Musa. Kwa Waislamu. Kwa Wakristo wakati wa Musa unaharibu. Kwa Waislamu. Kumbe wakati wa Musa kulikuwa na Waislamu. Kwa Waislamu wakati wa Musa kuvua viatu, walikuwa wanavua viatu wakati wa Musa. Ni kawaida, ni ishara ya kawaida ya heshima wakati wanapoingia. Wapi? Wanapoingia wapi? Msikitini. Kumbe Biblia yako hiyo gazeti imesema Musa zama zake, Waislamu wa Musa zama hizo walikuwa wanavua viatu pamoja na Musa wao. Wanapoingia wapi Waislamu? Msikitini. Swali mimi nauliza, hii maneno ya Waislamu na msikiti ndani ya Biblia inafanya nini? Mpe.